Kama kuna mtu alikuwa anafanya tofauti, nadhani mliyamaliza na mliyaweka sawa. That's why tumekuwa na utulivu katika bunge letu. Tunafanya kazi kwa utulivu sana. Lakini ofisi yangu Mheshimiwa Naibu Spika kwa ujumla imeendesha kikao kwa weledi. Hajataka kuleta taharuki kwa wanafunzi. Kwa hiyo pia hilo naongezeni sana. Jana walipokuwa wako bungeni walileta hoja za msingi, lakini hapo walijibiwa kwa taratibu wa kibunge kuzingatia kanuni viongozi. Na ndio maana tumekuwa katika hali ya utulivu kufanya kazi kwa amani. Kwa hiyo ni jambo la kufurahisha, linaonyesha kiasi gani swala hili tofauti na serikali zingine. Nisikia kuna rabsha za hapa na pale, hii kwa kweli kusikiliza. Na haya yote tunafanya pia tunajifunza uongozi. Ndani chuo ni darasa kubwa sana na wewe mwingine tulikuwa hadi kubwa sana kama shule. Tunafanya mambo makubwa sana, lakini hatuwezi kuyafanya kwa sababu resources zetu hazitoshi sana. Kwa hiyo wanafunzi una bajeti yake si kubwa sana. Kwa hiyo tusingeweza kufanya mambo makubwa ambayo yana maajabu makubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa hicho kiasi mimi nakupongezeni na nawashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama serikali pia kwa sehemu kubwa sana, pamoja na tulikuwa tukipewa fedha kidogo, tulijitahidi kuzielekeza hizo pesa kwa maslahi ya wanafunzi. Tumefanya tu baadhi ya mambo tulifanya vizuri kama tulivyoahidi. Kwa hiyo tumefanikiwa kutengeneza vimbweta 6 vya chuma ambavyo ni vya kusogea, ni vimbweta standard vizuri vya kudumu kabisa. Tumetengeneza na itakuwa ni alama, hata tukiondoka sisi watasema serikali 2024 2025 walituachia legacy hii hapa. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwenu na kwetu pia. Kadhalika tumefanikiwa kupata kamera nzuri ya kisasa ambayo inatusaidia kuendesha shughuli zetu mbalimbali za hapa chuo. Katika kutangaza matukio mbalimbali, sasa hivi kuna jambo hili la miaka 20 ya maadhimisho ya Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro. Hii picha zote ndio imekuwa ikiziandaa
ikiandaa short clip, ikiandaa poster na vitu vingine. Kwa hiyo imetusaidia sana. Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo kwa kweli tumefanikiwa, lakini ni mafanikio pia katika Wizara ya Habari na Mawasiliano ambayo ilionekana kulega na kulala kule. Na ulimwengu wa sasa hivi ni wa kidigitali, lazima tupashane habari. Na mimi ningekuwa na mandate ya kusema ile website ya chuo iwe inatoa taarifa za mara kwa mara zinazohusiana na shughuli mbalimbali zinazoendeshwa hapa chuoni, ingekuwa ni vyema zaidi. Kwa mfano, ukiingia katika akaunti za vyuo vingine ziko very active. Hata kama kulikuwa na jambo dogo linapandishwa katika mtandao, linapandishwa, zinaonekana zile shughuli ambazo zinafanyika chuo. Kwa hiyo kupitia hii kamera naamini italeta changes. Naamini hiyo. Kwa sababu tumekuwa, hata ukiingia katika YouTube, account ya YouTube, unakuta sisi tuna zile short clip zetu ni chache sana. Interview zilizofanyika ni chache sana. Yani kwa mfano katika account ya Instagram ilisizi kabisa. Mheshimiwa Waziri wa Habari na Mawasiliano ameisimamia, ameirudisha tena. Na hizo digital platform ndio zinatangaza chuo kwamba MUM ni kitu gani, MUM iko wapi, ina uwezo wa kuchukua wanafunzi wangapi, wanaokaa katika mabweni ni wangapi, wanaokaa nje ni wangapi. Kwa kupitia hizo digital platform tunashare information, tunashare taarifa mbalimbali zinazohusiana na chuo, lakini pia na jamii inayotuzunguka sisi. Kwa hiyo tuliona kuna kila sababu ya kufanya hivyo ili walau na sisi kwenda na wakati ambao uko. Kadhalika tumefanikiwa kwa sehemu kutoa posho za waheshimiwa wabunge hata kama ni kidogo. Tumelipa katika ile semester ya kwanza ya uongozi wetu, tumelipa vikao viwili vya posho za wabunge. Kwa hiyo kuna pesa ambayo pia tuliomba, nataka hivi vikao tulivyofanya, hiki ni cha pili leo, pia muweze kulipa posho zenu hizo. Hata kama baadaye tutasema neno la kuahirisha bunge letu, lakini kama kuna stahiki zitatoka, basi mtapatiwa stahiki zenu. Lakini pia tumejaribu kutoa pesa kidogo katika wizara mbalimbali. Serikali yetu ina wizara 12. Kwa hiyo tumeweza kutoa, kila wizara ilipata 130,000 iweze kuwasaidieni, sio kugawana. Tulisema isaidie wizara kama kuendesha vikao, kuna makaratasi mnanunua, kuna rimu mnafanya kitu gani. Kwa hiyo nadhani imewasaidia kwa sehemu. Na tumefanya hivyo kutokana na uchache wa pesa. Nilitaka kila wizara ipate hata milioni 4. Lakini kutokana na uchache wa pesa ambao tunapata, kwa kweli imetubidi tufanye hivyo na tuoneshe njia. Na ndio pesa za wanafunzi zinapotumika. Unatoa huduma kwa wenzako, lakini lazima upewe na wewe kavocha kidogo cha kutuma matangazo yao, kutumia taarifa mbalimbali, kuwasiliana nao. Ndivyo inavyotakiwa. Haya masuala ya kuja kujenga mabarabara, kujenga madarasa si katika jukumu letu sisi serikali. Sisi hiyo tunatoa kama ihsani. Tunatoa tu kama swadaka. Tukijaliwa tukawa na mfuko mzuri wa kutosha kutoa hiyo swadaka au huo wakfu, ni sahihi kwetu. Lakini kama budget haijawa faafu sana, basi itabidi tubanane hivyo. Lakini naamini mmeacha alama kubwa sana. Mmeacha alama na mmekuwa viongozi wa kipekee. Mmekuja na approach ya kitofauti sana katika uongozi wenu. Sisi tumefanya yetu na tunakutakieni heri ambao mnaenda kutiania. Nanyi mkawaeleze, jamani, serikali hii ilijaribu kusogea hapa, basi na sisi tunatamani tuanzie hapa tufike sehemu fulani. Kwa hiyo nadhani itakuwa imekaa vizuri zaidi, na kwa kweli mkaendeleze haya mazuri ambayo sisi tumejaribu kuyaanzisha. Tusingeweza kuyakamilisha yote kwa muda mfupi, sababu sisi uongozi huwa una exist kwa almost mwaka mmoja. Baada ya hapo unawapisha wengine, wanakuja kuendeleza pale mlikoishia. Sisi tumejenga vimbweta 6. Mmoja anaweza kaja akasema, anayekuja hivi vimbweta vyote vilipopinduka yeye alisimamisha vitengeneze upya.
unaona, na mengine ambayo yatakuwepo wakayaongezea, na pesa zingine pia wakawasapoti wanafunzi wenzao, na uzuri zinawaelekea wao. Na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu next time uongozi unaokuja uweze kupata watu wapambanaji kama wizara hii ya habari na mawasiliano, kwa sababu wamekuwa wakijitoa sana, na nilikuwa natamani hizo hata public lecture mbalimbali zinazofanyika ziwe zinarekodiwa na kutumwa katika mitandao ya kijamii ili dunia ione Mungu inafanya nini. Ukiingia kwenye akaunti za Instagram mnaona chuo chetu kinaamsha kwenye mitandao? Hakuna amsha. Namna ya kujiuza siku hizi unatumia digital platform, unajitangaza kupitia media, unaona. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo sisi tulitamani yao ubunifu mkubwa zaidi. Sisi kwa tunatamani, yani nilikuwa natamani hata sisi tungepata pesa tununue mashine ya kisasa ya kukata nyasi ambayo ita survive, unaona. Lengo la madhumuni kusaidia swala la usafi hapa chuo, sababu limekuwa ni kizungumkuti. Lakini katika kipengele hicho cha usafi, mimi nawashukuru sana serikali ya wanafunzi, ofisi ya Mheshimiwa Spika, lakini na serikali ya wanafunzi na wabunge wetu kwa ujumla. Wamefanya mambo makubwa. Mimi sijui kama nilikuwa siko karibu sana na masuala haya, sikuitwa katika kushiriki kwamba leo ni siku ya usafi. Toka nimefika Mungu itangazwe rasmi kabisa, leo ni siku ya usafi wanafunzi, leo siku ya Muungano tuitumie kwa ajili ya kufanya usafi. Sikuitwa wala sikuona sana, lakini nyinyi ile approach mmeitumia kwa ajili ya kudumisha usafi wa mazingira hapa chuo kwetu. Kwa hiyo nakupongezeni sana. Kwa kweli mmetuunga mkono katika swala la mazingira. Tulipokuwa tunatoa posta zetu, ikitoa ofisi ya Spika mnaenda wote mnashangilia. Ikitoa serikali ya wanafunzi wote tunatokeza. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa hilo, mmefanya jambo kubwa sana. Kama wengine hawakutokea basi ilikuwa ni bahati mbaya, inaweza kuwa mtu alikuwa na dharura zingine za kiafya. Hatuwezi kuwalaumu sana, maana kuwa si rahisi wote mkafanikiwa kufika na kufanya jambo linalofanana, kwa sababu wote tumezaliwa na mama tofauti, kila mmoja kidogo anakuwa na kaliba yake. Na wewe unaweza kuona jambo la usafi ni jambo muhimu, yeye akaona kwake si muhimu. Kwa hiyo wale ambao waliona hili jambo ni muhimu walikuja, tulishirikiana na tukafanya vizuri. Kwa mimi nakupongezeni sana mheshimiwa, na mmeniunga mkono kwa kweli serikali yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na vipaumbele vingi sana ambavyo tuliahidi kutekeleza, hivyo tumetekeleza kwa sehemu, lakini kuna mengi ambayo yanahitaji utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali yetu pia imefanikiwa kuwaunganisha wanafunzi na kuwafanya kuwa kitu kimoja. Lakini katika swala la maadili pia tumefanya vizuri sana. Wanafunzi, kila mwanafunzi amekuwa balozi. Kila mwanafunzi amekuwa balozi katika swala la maadili. Tumekumbushana mara nyingi, jamani tuzingatie code of conduct, si mbunge, si mawaziri wangu. Kwa kweli na kupongezeni, mmefanya jambo kubwa sana. Na kuliendea jambo la maadili ni jambo zito kweli. Huyo atakwambia kwani unavoniona mimi kumeandikwa wapi mtu asivae jezi? Lakini naambia umeambiwa hapa uvae mavazi yenye maadili yasiokuwa na matangazo. Sasa unakuja chuoni umevaa matangazo MBET, sijui Wasafi Beti na mengine. Kwa kweli si sawa sawa. Chuo kikuu ni sehemu ya kuwatengeneza watu wakae physical fit, mental fit, hata physical appearance fit. Brain zao ziwe smart. Na msomi wa chuo kikuu ni mtu anayetumainiwa na jamii kwa sehemu. Unatoka chuo kikuu wewe bado unanyoa viduku, unavaa nguo zenye mipasuo, unavaa nguo za kifua wazi, unavaa nguo zenye kutangaza matangazo ya Serengeti Laga. Unaona bwana, huyo msomi wa chuo kikuu. Nyinyi ni watu wakubwa, unaporudi mtaani wanapokuangalia
wanapokuscreen, wakikuangalia hivi. Kwanza wale wazee wa mtaani ukifika tu wanasema kijana wetu ametoka chuo kikuu. Na mtu muangalie, wanakuangalia yani unachambuliwa kweli. Kwa hiyo wanategemea kwamba huyu msomi wa chuo kikuu amekuja na kitu kikubwa sana. Sasa wewe kama hutaona kwamba wewe una kitu kikubwa, pia ni tatizo. Kwa ndugu zangu, swala la maadili tumelipa kipaumbele sana. Tumekumbushana, kuna watu tulipangiana katika mageti. Kwa hiyo nakupeni pole, mlitukanwa sana waheshimiwa. Mlitukanwa, mlikashifiwa, mlipewa maneno mabaya kwa kweli. Lakini hamkuwa na nia mbaya. Nia yenu ilikuwa ni kuwatengeneza Watanzania wazuri wa baadaye. Watanzania ambao watakuwa na fikra nzuri za kusaidia jamii zao. Mimi naamini mlikuwa na malengo mazuri katika kusimamia masuala haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyogusia, pia tumefanikiwa kuwatengeneza wanafunzi kuwa kitu kimoja. Hapo zamani kulikuwa na mvutano kidogo. Wanafunzi walikuwa, kwa mtazamo wangu nilikuwa naona hawana umoja sana. Hawana umoja katika maeneo gani? Watakuta wanafunzi, serikali ya wanafunzi hawashirikiani vizuri na wanafunzi wa ofisi ya spika, nikiwa na maanisha vijana wa msikiti. Wanakuwa hawashirikiani. Kwa yale mashirikiano yalikuwa sio mazuri sana. Lakini sisi tulipokuja na approach yetu ya uongozi, hatukuona kwamba kulikuwa na kila sababu ya watu hawa kushindwa kuelewana. Mara nyingine zile zilikuwa ni chuki tu za kupandikizwa, mtu kaambiwa na mtu kutoka sehemu nyingine, yaweza kuwa kaambiwa na jamaa yake kwamba watu wa msikiti wako hivi, watu wa Mumso wako hivi. Sasa ile ndio ilikuwa inaleta mpasuko. Sisi tumekuja kuona hiyo haina afya katika serikali na haikuwa sehemu ya kipaumbele chetu. Sisi tumejaribu kuwaorganize wanafunzi wenzetu, na sasa hivi kwa kweli alhamdulillah tumefanikiwa kwa sehemu kubwa sana katika jambo hili. Tumefanikiwa kwa sababu tumekuwa tukishirikiana. Nyinyi wenyewe mmeona ofisi ya spika na serikali ya wanafunzi wote wanashirikiana kufanya usafi wa chuo, tunashirikiana kuandaa matukio ya Qur'ani, tunashirikiana kuandaa matukio ya Hijabu Day. Kwa kweli tumeshirikiana katika kategori nyingi sana. Kwa sababu sisi ni watoto wa mama mmoja, tunajenga nyumba moja. Haikuwa na sababu yoyote sisi kugombania fito wakati tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo sisi kwa kweli tuliyaona tukiyafanya ni mambo mazuri na yataigwa na jamii. Kwa hiyo sisi pia tunaiombea serikali ambayo itakuja hivi karibuni baada ya uchaguzi kufanyika, wayaenzi masuala haya, masuala ya kushirikiana, kusiwa na masuala ya mipasuko, kuitana majina mabaya. Huyu mtu wa msikiti bwana, huyu mtu wa Mumso bwana. Yaani ni mmoja ya vitu ambavyo nilikuwa sivipendi na nilikuwa nimevipiga vita kwa kweli. That's why hata katika uongozi wangu imekuwa ni inclusive government. Nimechukua watu wa ofisi ya spika kuwaweka katika baraza la mawaziri. Nimechukua wanafunzi wa Mumso kutengeneza serikali. Kwa hiyo imekuwa ni serikali yenye mchanganyiko. Usipotengeneza serikali yenye mchanganyiko, itakutesa na itakuangaisha sana katika swala lako la kiuongozi. Ukitengeneza serikali yenye mseto, umemchukua mwanafunzi wa law ukamweka katika uongozi, umemchukua mwanafunzi wa business ukamweka kwenye uongozi, na vijana wangu wa diploma hapa nimewaweka pale. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya, nakupongeza sana. Kwa kweli huyu ni mtu bingwa sana. Huyu bwana, kila mwanafunzi ambaye alikuwa anaenda kule hospitalini kutibiwa, takwimu zake anazo. Amelala mpaka hospitalini na hajawahi kunipigia kuniambia mheshimiwa nimekosa nauli ya kwenda Platinum wala mkoani. Leo tuna wagonjwa kadhaa hospitali. Mheshimiwa leo kuna hivi. Mheshimiwa leo kuna hivi. Na huyu kijana anasoma diploma. Wala si kwamba anasoma labda masters au anasoma degree, lakini amefanya kazi very perfect. Haya mambo unaweza kuchukulia ni madogo. Hata siku ukiwa kiongozi wa serikali, unapofanya hivi watu wanajenga uaminifu na wewe. Watu wanakuamini,
watu watakuhitaji uendelee kutoa huduma kwao. Nanyi nafikiri ni mashuhuda katika jambo. Kwa kweli mimi ningekuwa na budget kubwa ningewaandalia pia the certificate of appreciation. Waheshimiwa wabunge, msije mkasema na wapamba sana waheshimiwa mawaziri, nyinyi ni watu bingwa sana. Mheshimiwa Ramadhani hapo Mahugu naye Alifa Mheshimiwa Alifa Mahugu naye ampambana. Wameenda bodi kuhakikisha kulikuwa na wanafunzi wa Mheshimiwa Benjamin pale. Walikuwa wanafunzi takriban 106. Kila siku mara no disbursement, mara kitu gani, lakini alienda bodi naye. Alienda bodi, akaenda akafuatilia changamoto zile, akawasaidia. Aliporudi tu kesho yake wale wanafunzi wakapata hela zao. Kwa kweli ni mambo ya msingi ambao sisi kama viongozi ambao mtatia nia, mkafanikiwa kushinda, mkaendeleza hayo mazuri. Mheshimiwa Waziri wa Elimu naye alifanya mambo makubwa sana. Ameorganize event nyingi sana za kielimu. Wameanzisha, kulikuwa na programu wameianzisha ya wanafunzi kwa ajili ya kushiriki zile innovation za student affairs, innovation za wanafunzi, ubunifu wao. Wamelisimamia lile na wamelilaunch. Kwa heshimiwa, kwa heshima kubwa mimi natambua sana mchango wenu. Kaka, baraka za Allah na Mwenyezi Mungu akuzidishie ukupata. Kwa hiyo wote kwa ujumla wenu, kila mmoja ana nafasi yake. Mheshimiwa Jaza, mnaniangalia sana. Mbona sitaji? Haya bwana, ngoja nikutaje. Wizara ya Mheshimiwa Jaza mnayo imefanikiwa kurudisha simu nyingi sana za wanafunzi. Kusema ukweli, to be the honest, kusema ukweli, ile wizara nayo imefanya kazi kubwa. Sisi zamani kwa tukienda kituo cha polisi, ukiibiwa simu na kishandu, simu hairudi. Lakini wao mabwana hawa si walikuwa wanatumia sayansi gani? Mimi kwa mahesabu yangu simu ambazo zimerudi zimeibiwa na vishandu na wezi wamekukata nyavu za madirishani sio chini ya simu 15 ambazo zimerudishwa na mabwana. Kwa hiyo ile ni kwa kuonesha uwajibikaji, lakini kuonesha upendo kwa wanafunzi wenzao. Ingekuwa tungemwachia labda estate manager akafuatilia, huenda tusingefanikiwa. Lakini hawa mabwana, yeye na Kamugisha, na hao hawakuniomba nauli, walienda kituo cha polisi tena Central. Wanaenda wanapambana. Bwana, sisi wanafunzi mwenzetu ameibiwa simu na hivi na hivi, wanaacha details. Wanaambia haya, nendeni sisi tunafuatilia. Sio walikuwa wanatumia mbinu gani? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kweli mimi nimefarijika sana kufanya kazi na nyinyi. Nimefarijika kweli kweli kufanya kazi na nyinyi. Mheshimiwa Yuda nako, ngoja nikutaje bwana. Ni very disciplined people. Naye tumempa wizara ile, ilikuwa ni wizara ngeni. Nadhani sisi labda tulisahau au nadhani haikuwepo mwanzo. Tukampa wizara ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kutokana na uwezo wake mzuri, niliona kwa sababu hii wizara haikuwepo, tumpeleka yeye akaianzishe, tutafanikiwa. Na alhamdulillah tumefanikiwa. Alijaribu kuorganize wanafunzi, akawapeleka hospitali ya mkoa kwenda kufanya vipimo mbalimbali vya macho, lakini walipewa pia miwani bure. Kwa heshimiwa, kwa umoja wenu mimi nimefurahishwa sana. Mheshimiwa Dulele naye kama waziri wa mambo ya nje amenikutanisha na watu muhimu sana. Amenikutanisha na vijana wa Jordan. Mimi nilikuwa sio mtu wa kutembea sana. Amenikutanisha na vijana wa Mzumbe, tulienda naye Mzumbe, lakini tulienda naye Suwa. Mimi nilikuwa sio mtu wa kutembea sana. Kwa hiyo yale mazingira yote yale nilikuwa naye na alisimamia vizuri. Hasa hata lile zoezi la iftari alisimama vizuri.
alisimama vizuri. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hayo ni baadhi ya majukumu ambayo nyinyi kama mawaziri, lakini mmetokana pia na ubunge, mmeyafanya kwa nia ya dhati ya kuisaidia serikali, lakini kuwasaidia wanafunzi wenzetu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awalipeni kila la heri. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki kuwa mwingi wa maneno, maana hapa Mheshimiwa Waziri wa Fedha sasa hivi hapa ananiambia, alituambia hatutakaa sana na logistics zenyewe ndo hizi, ukituweka sana hapa tutashika shilingi. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijafikia mwisho kabisa, napenda kuwashukuru sana walimu wetu, washauri wetu, walezi wetu, wametulea vizuri. Wametupa nasaha za kutosha za kiuongozi, lakini wametupa semina mbalimbali za kiuongozi. Hata ndipo tukafanikiwa zaidi kutoa huduma nzuri kwa wenzetu. Tumekaa vikao vingi sana serikali ya wanafunzi pamoja na uongozi wa staff, uongozi wa chuo, kutuelekeza masuala ya kiuongozi, ni vipi unaweza ukatoa huduma kwa wateja, ni vipi unaweza ukafanya customer handle, yote tumefundishwa. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuwashukuru walimu wetu wa Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro, lakini nina kila sababu ya kuwashukuru wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro kwa sababu wametuunga mkono kuanzia mwanzo mpaka sasa. Tumeshirikiana vyema sana na wamekuwa na subira sana. Lakini pia walipokuwa wanatutuma, jamani mkatusemee jambo fulani, tulikuwa tunaenda. Jamani tuna jambo fulani, tulikuwa tunakimbia tunaenda. Kwa hiyo mimi nimefarijika sana kufanya kazi na bunge hili. Limekuwa ni bunge lenye watu muhimu sana. Na kama Mwenyezi Mungu atawajalieni mkawa hivi na akawatunza mkawa hivi, kwa kweli mtahitajika sana na jamii zetu. Kadhalika, kwa kuelekea mwishoni, napenda pia kuwatakia uchaguzi mwema. Nazungumzia uchaguzi wa hapa chuoni kwetu ambao unasimamiwa na Tume ya Uchaguzi ya Serikali ya Wanafunzi, yani MUMEC. Na kutakieni kila laheri katika uchaguzi. Na sijapata taarifa rasmi, lakini nadhani ofisi ya Mheshimiwa Spika imeshaandaa logistics nzuri kwa ajili ya jambo hili la uchaguzi, na kushaurini mkawachague watu wachapakazi. Mkawachague watu wachapakazi ambao wataweza kuwasaidia wanafunzi wenzenu. Mimi hapa na Mheshimiwa Alifa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Habari hapo Ramadhani, panapo majaliwa ya Mungu, sisi safari yetu ya masomo inakwama makubwa. Nitajisikia faraja sana kusikia mnawahudumia wanafunzi vizuri, lakini mmechagua watu wenye huruma na wanafunzi wetu. Msiende kuchagua mabisho watawakwamisha kufanya baadhi ya mambo. Chagueni watu ambao watakuwa na utayari wa kuwasikiliza watu. Alafu mkachague watu ambao hawatawagawa watu. Chagueni watu ambao watawaunganisha watu kwa ndipo mtaona utulivu utapatikana. Mimi nawashukuruni sana kwa sababu sisi sasa hivi kule Profesa Asadi anasema kwamba anakushukuruni sana kwa sababu hamjapeleka kesi nyingi za kugombana za nini. Nyinyi mlikuwa mnachapa kazi. Kadhalika Profesa Njozi alikuwa anasema miaka ya nyuma alikuwa ni simu ikipigwa na Dean of Student anapata wasiwasi, labda wanafunzi wamefanya tukio gani, wamefanya nini, kwa sababu wanafunzi kidogo walikuwa hawana muunganiko mzuri. Lakini sasa hivi wakati sisi tumeingia na uongozi wetu, wanasema wamelala usingizi mkubwa kweli, si watosha. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutamka kuwa leo tarehe 9 ya mwezi wa 5 tunaakhirisha shughuli zetu za kibunge ili kuweza kupisha uchaguzi ambao mchakato wake upo mbioni kuanza. Kwa hiyo baada ya kutamka maneno hayo, natamka rasmi kwamba tumeakhirisha ama tumevunja
shughuli hizi za kibunge ili kupisha uchaguzi wa serikali ya wanafunzi kuanzia leo tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 mpaka hapo itakapoundwa serikali mpya, na kutakieni kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki sana, mmefanya mambo mazuri sana. Baada ya kusema hayo, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Kwa jina naitwa Adam Hamisi Kimai, ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Uislamu. Leo tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 tumeakhirisha vikao vya bunge, ama tumevunja rasmi vikao vya bunge. Kwa hiyo waliokuwa wabunge sasa wamekuwa ni wabunge wastaafu. Lengo na madhumuni ni kupisha mchakato wa uchaguzi katika uchaguzi wa serikali ya wanafunzi ambao utatangazwa hivi karibuni. Kwa hiyo katika kuliendea jambo hili la uchaguzi, mimi nawatakia wanafunzi wenzangu kila laheri, waufanye uchaguzi kwa utulivu na amani, wakachague viongozi ambao watawasaidia, watawafaa katika shughuli zao za hapa chuoni. Lakini amani iwe kipaumbele chao, wakafanye uchaguzi kwa utulivu, wala hakuna sababu yoyote ya wao kuvutana katika masuala ya uchaguzi. Kiongozi anajulikana, aliyefanya kazi ataonekana. Nadhani haitakuwa ni zoezi gumu sana kumpata kiongozi. Kwa mimi nawatakia kila laheri, wakafanya uchaguzi kwa weledi, kwa utashi mkubwa, lakini wakimtanguliza pia Mwenyezi Mungu, na wakiitanguliza amani ya chuo chetu pasi na kushinikizwa na mtu, wafanye kwa uhuru wao wenyewe. Kwa majina naitwa Ramadhani Masode. Nimekuwa ni naibu spika wa serikali ya bunge la serikali ya wanafunzi MOMSO, na alhamdulillah imekuwa ni kwa miaka miwili, 2023-24, 2024-25. Kiukweli ni jukumu ambalo ni zito sana, kwa sababu ni mara ya kwanza katika maisha yetu kama wanafunzi. Tunajifunza changamoto na mafanikio ni vitu ambavyo ni sehemu ya uongozi huu. Nikianza na changamoto zilizopo ni kwamba kama naibu spika unakuwa na wakati mgumu wa kuongoza watu ambao pengine hawaelewi nafasi zao zina umuhimu gani katika jamii yao. Kwa hivyo unakuta unaendesha kwa ugumu sana, kwa sababu watu naoongoza hawaelewi sheria, kanuni za bunge zile. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini tukizungumzia mafanikio, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nafasi ya naibu spika imenipa nafasi ya kujifunza na kuona ni kwa namna gani shughuli za kibunge zinafanywa, na alhamdulillah kama ikitokea mbeleni basi naweza nikawa na msingi mzuri. Na kuhusiana na viongozi ambao tumefanya nao kazi, na waambia kwamba Mwenyezi Mungu awalipe, kwani kazi walioifanya ni kubwa, na ule uweledi ambao wameuchukua kwa muda huo walipokuwa ni viongozi kwa maana ya wabunge, basi wakautumie vizuri kwa maisha mengine hata baada ya chuo kama viongozi.
Kwa jina naitwa Salum Pendara Salum, Waziri Mkuu Serikali ya Wanafunzi, Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro kwa mwaka 2024-2025. Leo tarehe 9 mwezi wa 5 2025 rasmi Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi, Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro MUMSO amehitimisha au ameakhirisha rasmi shughuli zote za bunge. Na mimi kama Waziri Mkuu wa Serikali ya Wanafunzi ambaye hasa nilikuwa nashughulika moja kwa moja na shughuli zote za serikali, binafsi nashukuru, lakini kuna changamoto nyingi tumekutana nazo, lakini pia imekuwa ni fursa kwangu kama kijana ambaye nimepata fursa hii ya kuwa kiongozi mkubwa katika serikali ya wanafunzi. Binafsi nashukuru kwani tumeweza kuratibu mambo mbalimbali, tumeweza kuongoza vikao mbalimbali, tumeweza kufanya mambo mbalimbali ambao binafsi yalikuwa ni interesting, ilikuwa ni kama exposure kwangu kama kijana mdogo ambaye nimeingia katika mambo ya kisiasa. Kwa hiyo nashukuru pia, lakini moja ya changamoto kubwa ambazo tumekutana nazo ni moja kwa moja kutoka kwenye management ya chuo. Kwa hiyo nitoe wito kwa viongozi ambao wanafuata waliangalie kwa ukubwa wake na waangalie pia namna gani wanaweza wakashirikiana na wanafunzi pia na kushirikiana na staff member. Kwa kufanya hivyo basi safari yote ya kimasomo na ya kiongozi katika hii kada ya taasisi za kielimu itakuwa ni rahisi kwao na watafanikiwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Ramadhan Idilimu, ni mwanafunzi wa Mass Communication mwaka wa 3. Pia ni waziri wa habari na mawasiliano wa serikali ya wanafunzi MUMSO. Ama kwa hakika kwa upande wangu nimepata nafasi ya kuwa waziri wa habari na mawasiliano katika serikali mbili tofauti, 2024-2025 sambamba na 2023-2024. Namshukuru Mwenyezi Mungu, katika vipindi vyote nimeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya kiuongozi. Ni tofauti na ambavyo niliingia. Kuna majambo mengi ambayo sikuwa nayafahamu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, katika miaka hii miwili nimeweza kujifunza mambo mengi. Nimeweza kujuana na watu wengi, nimeweza kufahamiana na watu wengi, na pia nimetengeneza network nzuri kupitia nafasi ya uongozi ambayo nilipata katika kipindi cha mwaka 2025 pamoja na 2024. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli za bunge leo zimetamatika rasmi kwamba tunaingia katika mchakato wa uchaguzi. Kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuombe kwamba mchakato wa uchaguzi ufanyike vyema na patikane kiongozi ambaye atakuja kujali maslahi ya wanafunzi kama ambavyo tumeweza kufanya sisi na serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Adam Hamisi Kimai. Pia nipende kuwashukuru wenzangu wote ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakishirikiana na mimi, wamekuwa wakinipa support ya kutosha, nikianza na dada yangu Hawa naibu waziri, nikienda na ndugu yangu Mwigulu Saga Chala, Osama Chobo. Niwashukuru pia kina dada yangu Khadija, wote wamekuwa ni nguzo muhimu kwangu, wameweza kunipa ushauri wa kuweza kufanikisha mambo mengi katika serikali yetu ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Jina langu naitwa Hawa Madua, ni mbunge wa hostel ya Nyerere ambaye pia ni naibu waziri wa habari na mawasiliano katika serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro mwaka 2024-2025. Siku ya leo tarehe 9 tumeweza kuwa ni siku ambayo tumeweza kukaa kikao cha bunge, na ni siku ambayo tumeweza kuvunja bunge letu tukufu la mwaka 2024-2025. Kwa upande wangu nikiwa kama mbunge wa hostel ya Nyerere ambayo inapatikana ndani ya viunga vya Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro, nimeweza kujifunza mambo mengi sana katika safari yangu hiyo ya uongozi. Takriban mwaka mzima sasa tumeweza kujifunza mambo mengi, namna ya kusimamia wanafunzi, namna ya kusimamia sheria za chuo, na alhamdulillah nimeweza kuwa ni kiongozi ambaye nimesimamia sana sheria za chuo, hususan katika upande wa hostel ambapo watu wamekuwa wakifuata sheria na katika kuishi misingi iliyo sahihi. Binafsi napenda kuchukua fursa hii ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kushukuru uongozi wa ofisi ya spika wa bunge na pamoja na naibu spika wa bunge ambaye ni Ramadhan Masudi, pamoja na jopo zima la serikali ya wanafunzi ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Adam Kimai. Jina langu ni Fatuma Musa Samuel, mbunge mwakilishi wa sheria na sharia mwaka wa 2. Kiukweli upande wa serikali hii ambayo
tumeenda kuihitimisha siku ya leo, nimejifunza mambo mengi ikiwemo ushirikiano, uchapakazi wa viongozi tofauti tofauti ambao ni pamoja na mawaziri na wabunge wenzangu. Kiukweli ushirikiano imekuwa ni chachu katika kutuwezesha kufikia malengo kama serikali yetu. Shukrani. Kwa jina ninaitwa Faston Kamgisha Agustini, ni waziri wa ulinzi na usalama. Kipekee ni mshukuru Mwenyezi Mungu, kipengele hiki cha uongozi kimeenda vizuri tangu tulipoteuliwa na kuchaguliwa na wenzetu. Leo upande wa fursa, kiukweli kutokana na uongozi nimepata connection, nimepata kujuana na watu mbalimbali ikiwemo viongozi. Nizungumze upande wangu wa kawaida wa wanafunzi, nimepata mahusiano mazuri, lakini pia nimepata mahusiano mazuri kutokana na upande wa wizara yangu ambako nilikuwa nashughulika na polisi, watu wa Msamvu Central na kwingineko mbali. Tumeweza kuwa na mahusiano mazuri, lakini nimekutana na changamoto pia ndani ya kazi, ambapo tulikuwa kwanza ilikuwa ni changamoto ya kifedha, kiuchumi kuendesha, lakini upya wa kazi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hizo zote tumepambana nazo. Zaidi ya yote changamoto nyingi ambazo tumekutana nazo ni pamoja na changamoto ya wanafunzi kuibiwa, ambayo tumepambana nayo mpaka sasa.